niweze vile vile kuweza kuwapongeza halmashauri hii ya Songwe, sababu nilikuwa napitia hapa mwenendo wa bajeti takribani kwa kipindi cha miaka kama mitatu hivi au minne. Halmashauri yetu inaonesha kwamba inakuwa, kwa sababu kutoka mwaka 22-23 tulikuwa na bajeti ya bilioni 3.4 na tuliweza kukusanya kwa 100%, zaidi ya 100%. Na mwaka huu mwaka huu tunaomalizia 25-26 mlikuwa na malengo ya kukusanya bilioni 5, lakini mpaka sasa mmeshakusanya kwa 124%. Kwa hiyo hongereni sana halmashauri ya Songwe. Lakini mmeweza kupandisha kutoka bilioni 3.4 mpaka bilioni 5 kufika mwaka huu wa fedha, na kwenye mwaka ujao wa fedha mnategemea kufika makusanyo ya shilingi bilioni 6, na nina hakika kwamba mtaweza kufikia malengo ya ukusanyaji. Kwa hiyo kwenye hili, ndugu mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti, ninawapongezeni sana kwa kazi kubwa na mzuri mnayoifanya ya kuweza kuonesha uhai wa kuweza kuleta mageuzi katika ukusanyaji wa mapato. Hongereni sana waheshimiwa madiwani kwa usimamizi. Hongereni sana wataalamu wetu kiongozwa na mkurugenzi, lakini hongera sana mheshimiwa mkuu wa wilaya na timu yako. Endeleeni kuongeza jitihada ili tuweze kufika malengo makubwa zaidi. Lakini ndugu zangu, kukusanya mapato ni jambo moja, matumizi ya mapato hayo ni jambo lingine. Na kwenye hilo nimeridhika pia, kwa sababu mara kadhaa nimekuwa nikitembelea kwenye halmashauri yenu kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa miradi ya maendeleo. Tumekutana na miradi mingi ambayo mnayoitekeleza kwa mapato ya ndani, ikiwemo ujenzi wa soko la madini ambalo mimi mwenyewe nimepata fursa kuweza kutembelea pale karibia mara 3 au mara 2, pamoja na miradi mingine ambayo mnayoitekeleza kwa kutumia mapato ya ndani. Kwa hiyo pamoja na kukusanya fedha hizo, lakini fedha hizo pia mnazielekeza kwenye miradi ya kimkakati ambayo itasaidia kuiwezesha halmashauri kuongeza kiwango cha ukusanyaji wa mapato, lakini hali kadhalika miradi ambayo inagusa moja kwa moja maisha ya wananchi, ikiwemo ujenzi wa maghala. Yako maghala ambayo mimi mwenyewe nimeenda kukagua, mlinipitisha, pamoja na maeneo mengine. Kwa hiyo hongereni, lakini tusibweteke, tuendelee kuwekeza kwenye utekelezaji wa miradi ambayo itagusa maisha ya kila siku ya wananchi, kwa sababu kazi ya mamlaka za serikali za mitaa, kazi ya halmashauri ni kutoa huduma kwa wananchi. Sisi ndio chombo cha chini kabisa cha serikali, ndio ambao tunaishi na wananchi huku, ndio ambao tunakaa na wananchi. Kwa hiyo kazi zetu zinagusa moja kwa moja maisha yao. Utendaji wetu kazi bora, manake utaweza kubadilisha maisha yao. Tusipofanya kazi vizuri, manake pia hatuwezi kuwasaidia. Lakini utekelezaji wa miongozo, mikakati, sera mbalimbali za serikali, utekelezaji wake unafanyika huku ngazi ya chini kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Kwa hiyo twendeni tuongeze kasi ya utekelezaji wa majukumu yetu ili tuweze kuleta mabadiliko katika maisha ya wananchi.